Hotuba ya Jumaa yetu ya leo katika mwezi huu mtukufu Dhulqaada itakuwa ikizungumzia alqulub wa amradhuha. Hotuba yetu ya leo inasema, unwani yake alqulub wa amradhuha, nyoyo na maradhi yake, nyoyo na ugonjwa wake. Ayuha almuslimuna, watukufu wa Islam, katika hotuba yetu hii ya leo, maradhi ya nafsi ni maradhi ambayo pengine mtu akazunguka sehemu tofauti, vituo vya afya, akiyatafuta maradhi haya, apimwe na kadhalika kwamba yapo maradhi haya, akazunguka sehemu zote za afya kuyatafuta maradhi haya na asiyapate. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika Qur'ani tukufu. Ayuha almuslimuna intabih, ewe Muislam, zinduka kuwa makini. Falima alqalb wa amradhuha, kwa nini moyo na maradhi yake? Ayuha almuslimuna, tutambue ya kwamba moyo wenyewe katika Uislamu una nafasi kubwa sana sana sana, mpaka ukawa na maradhi ambayo Muislamu yoyote asipozinduka, basi maradhi hayo yatampeleka katika sehemu ambayo sio nzuri. Faalamu ayuha alahbab, tambueni yenye ndugu katika imani, vipenzi katika imani, anna min ahammi ma yanbaghi, hakika katika vitu ambavyo vinatakiwa, antubedha lahu aljuhud, vitolewe juhudi kubwa sana, watunfaq lahu almajhudat, vitolewe juhudi kubwa. Huwa ilajul qalbi, ni mtu kutibu moyo wake. Katika juhudi kubwa ambazo Muislamu atakiwa kuzifanya ni kuutibu moyo wako. Wasa'i li sihhatiha wa salamatiha, na kwenda mbio katika kuweka sawa sawa na kuusalimisha, minal amradi, kuusalimisha kutokamana na maradhi, wal afati wa sa'iri dhunubi, na maafa mbalimbali na madhambi tofauti tofauti. Wadhalika limali alqalbi fil islami makana adhima, na hilo ni kwa sababu moyo katika dini yetu hii tukufu ya Uislamu, moyo una nafasi kubwa sana na daraja ambayo ni kubwa ya juu. Fahuwa mahallu nadhuru rabbi, moyo ni katika kiungo ambacho Allah atazama katika moyo huo. Wa mustawdiu tauhid, na moyo wa mtu, moyo wako ya Muislam ni sehemu ambayo yapatikana tauhidi ya Allah, wal iman wal ikhlas, lakini pia yapatikana ikhlas na imani ya Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wako. Hadithi sahihi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi hii ya Abi Hurairah ipokea kutoka kwa Mtume, atuonesha nafasi ya moyo katika maisha ya Muislam, na katika Uislamu ni ipi nafasi yake. Mtume anasema, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa ajsamikum, Allah atazami katika sura zenu wenye Waislamu, wala katika mali zenu na miili yenu mliokuwa nayo. Allah atazami vitu kama hivyo. Walakinna Allaha yanzuru ila alqulub wa amalikum, Allah anatazama katika nafsi, moyo wa mtu na matendo. Katika hadithi hii yaonesha ya kwamba moyo una nafasi kubwa sana katika maisha yako wewe Muislamu. Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine sahihi akipokea Nu'man ibn Bashir yasema, ala wa inna fil jasadi mudgha, tambueni nyie maswahaba na Uislamu na umma wote kwa ujumla, hakika katika mwili wa mwanadamu mudgha, kuna pande la nyama, idha swalahat swalaha aljasadu kullu, pande hilo la nyama likiwa sawa sawa, likawa liko vizuri, basi mwili wote wa mwanadamu wote unakuwa uko vizuri. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na hilo pande la nyama linapoharibika, basi mwili wote wa mwanadamu waharibika. Mtume akasema, ala wahiya alqalb, tamweni nyinyi masahaba na Waislamu wote na umma wake bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema, ala wahiya alqalb, nao ni moyo. Ndugu katika imani, hii ni nafasi ya moyo. Moyo wako wewe Muislamu unapokuwa ni swaleh, ni msafi, basi vingine vyote vinakuwa ni visafi. Wa idha fasada alqalb
Moyo pia ukiharibika, basi vingine vyote vyaharibika, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa'lamu rahimakumullah, tambueni Waislamu, Allah akuhifadhini, anna alquluba thalath, hakika mioyo ipo katika namna tatu. Qalbun salim, kuna moyo ambao uko sawa sawa, uko vizuri. Wa qalbun mayyit, lakini pia kuna moyo ambao ni maiti kabisa, ushakufa. Wa qalbun marid, na moyo ambao wenyewe una maradhi kweli kweli. Wanachuoni wameugawa moyo wa mwanadamu katika sehemu tatu: moyo ambao uko sawa sawa, umesalimika na shirki, lakini kuna moyo mwingine wa Muislamu huyo huo umekufa kabisa. Wa qalbun marid, na moyo mwingine pia wa huyo Muislamu huo una maradhi, una magonjwa mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani, wala tukhzini yawma yub'athun. Katika haya hii Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, illa man ata Allah biqalbin salim, yule ambaye siku ambayo wasema yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali wala watoto Muislamu mwenye vitu hivi havitamnufaisha, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa ni yule Muislamu ambaye atamwendea Allah subhanahu wa ta'ala akiwa moyo wake umesalimika na shirki na maafa mbalimbali na maradhi na umauti wa moyo huu. Qala al-Hafidh Ibn Kathir, mwanachuoni mkubwa wa tafsiri ya Qur'an, al-Hafidh Ibn Kathir asema, ay salimu min ad-danas wa shirki, moyo huu umesalimika kutokana na uchafu wa shirki na ushirikina. Wal qalbu salim, na moyo ambao umesalimika, aidan huwa alladhi salima min ash-shirki wal ghilli, moyo huu pia umesalimika na ghilli, hikdi na ushirikina na hasadi wa shuh, lakini pia umesalimika na shuh na ubakhili. Wal kibri, moyo msafi umesalimika pia na kibri. Wa hubbu dunya, lakini pia umesalimika wa hubbu dunya, na mapenzi makubwa sana ya ulimwengu na dunia. Wa riasa, pia umesalimika na riasa, cheo, kutafuta vyeo na nafasi kubwa sana. Illa man ata Allah biqalbin salim, yule ambaye anamwendea Allah na moyo ambao ni msafi, umesalimika na mambo haya yote machafu: ubakhili, kibri, kupenda dunia kwa hali ya juu, kupenda uongozi, nafasi. Fasalina min kulli afa, moyo huu wa Muislamu ambaye uko sawa sawa umesalimika na kila afa, kila baya. Tubiruhu min Allah, baya ambayo lamweka mbali Muislamu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ndugu watukufu wa Kiislamu, elamu anna salamati alqalbi alamat, tambua ya kwamba katika moyo kuwa salama kuna alama na dalili mbalimbali. Zikipatikana hizo dalili, basi moyo wa Muislamu huo unakuwa ni salama kabisa, hauna shaka. Wa salamati wa afiyati bihasbi tahaqquqiha lahu, yakipatikana alama na majambo mbalimbali, moyo wako wewe Muislamu unakuwa uko sawa sawa, wampenda Allah. Wakasema wanachuoni, minha, miongoni mwa alama hizo za moyo wa Muislamu kuwa madhubuti na imara, al-istislamu taamu lillahi, kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulikokamilika. Walinqiyadu li amrihi, lakini pia kufuata amri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Watahkimu li rasulihi sallallahu alayhi wasallam, lakini pia kutaka kuhukumia hukumu ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fi kulli shay'in, kutaka hukumu ambayo amehukumu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, au akaifundisha hukumu hiyo. Moyo kama huu wa Muislamu kama huyo, huo uko sawa sawa, uko imara. Maaridha bidhalika wa inshirahi sadri, pamoja na kuridhika na hukumu ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa inshirahi sadri, lakini pia mwili na kifua huwa viko wazi na hukumu hiyo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sio watu wanahukumu kutumia sheria ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lakini ma dhalika alharaj fi qulubihim, lakini pamoja na hivyo kupatikana shaka na katika vifua vyao, wahukumu tu basi bighairi ridha, pasina kuridhika kwamba ndio hukumu yenyewe ya Uislamu basi,
acha tuitumie hiyo hiyo tu. La, moyo ambao umesalimika, una shirki, una tabu na katika maamrisho ya Allah na mtume yake, una hukumu kutumia hukumu ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasina kuwa na shaka na hukumu hiyo. Wa min alamati sihhati alqalb, lakini pia miongoni mwa alama zingine za moyo kuwa sawa sawa, kuwa imara moyo wa Muislam, asema itiqanu al-amali ma'a shuuri bitaqsiri wa isti'dami adh-dhunubi wal khawf min zayg al-qulub. Miongoni mwa alama zingine za moyo wa Muislam kuwa sawa sawa, asema itqanu al-amal ni kufanya matendo vizuri, kufanya matendo kwa uzuri, ma'a shuuri bitaqsir, lakini pamoja na haya yote matendo mazuri unayoyafanya, ma'a shuuri bitaqsir, lakini wisi kufikiria kupata shughuli kubwa sana ya mapungufu ya kile ambacho unachokifanya. Wastidami dhunubi, na kuyafanya madhambi kuwa ni makubwa. Wal khawf min zayg alqulub, na kukhofia kwamba moyo umeweza ukapinda. Halama hii mama Aisha radhi za Allah juu yake akaja kumuuliza swali bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, aya unayoyasema. Akamuuliza kuhusiana na aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ewe Mtume wa Allah, ni aje na hii aya, waifasiri vipi? Walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila, vipi ewe Mtume wa Allah, wale ambao wanayatoa yale ambayo wanayoyatoa, wa qulubuhum wajila, lakini roho zao zinakuwa zina hofu, zinatetemeka. Mama Aisha akauliza, ahuwa ar-rajulu yazni wa yasriq wa yashrabu khamra, ewe Mtume wa Allah, hiyo aya yamkusudia mtu ambaye ni mzinifu, anazini, wa yasriq, lakini pia anaiba, pia wa yashrabu al-khamra, au pia anakunywa pombe, ndio huyo aya yamkusudia huyo? La, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu mama Aisha radhiallahu anha, la ya binta Abi Bakar Siddiq, si hivyo ewe mtoto wa Abi Bakar Siddiq, walakinahu ar-rajulu yasum wa yusalli wa tasaddaq wa huwa yakhafu an la yuqbala minhu. Mtume akamwambia, hapana ewe binti Siddiq, lakini ni mtu ambaye anafunga na anatoa sadaka, anasali, wa huwa yakhafu, lakini pamoja na haya yote anayoyafanya, wa huwa yakhafu an la yuqbala minhu, anakuwa na hofu katika nafsi yake. Haya matendo yote ninayoyafanya, khairi ninazozifanya, ninafunga, natoa sadaka na kusali pia, Allah atanipokea kweli amali zangu hizi ninazozifanya? Mtu kama huyu asema huyu sihhatu qalbihi, ni alama, fa huwa alamatu sihhati qalbi, ni alama ya moyo wake kuwa madhubuti na imara na msafi. Kile anachokifanya katika mema, anahisi mapungufu mbalimbali katika ibada zake za funga, kusali na kutoa sadaka. Sio mtu ambaye moyo wake una maradhi, akishafanya mema basi ndio tayari ajibashiria pepo kwa mema machache aliyoyafanya, pengine kafanya kwa ria na kadhalika, ajibashiria pepo. Ndugu katika imani, haya ni maradhi ya moyo, ayuha alahbabu fillah. Thania, lakini namna ya pili katika mioyo hiyo mitatu, asema alqalbu almayyit, ni moyo ambao umekufa kabisa. Wa huwa alladhi la hayata fihi, ni moyo ambao hauna uhai. Fa huwa la yarifu rabbahu, moyo huu haumjui Allah hata kidogo. Wala yaabudu biamrihi, wala muabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri zake. Wama yuhibbuhu wa yardahu, amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri zake na wale ambayo Allah anayataka na kuyaridhia. Bali huwa waqifu ma shahawati, bali mtu huyo ambaye moyo wake umeshakufa kabisa, yeye asimama na matamanio ya nafsi yake, walau kana sakhtu rabbahu wa ghadabu, hata kama katika matamanio hayo ambayo yuko nayo kuna ghadhabu za Allah na chuki mbalimbali kutoka kwa Allah, yeye asimama hapo hapo ayafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoharamisha, yale ya ghadhabu za Allah na chuki zake mtu ayafanya. Wanachuoni wanasema fa hadha al-insan qalbuhu mayyit, mtu kama huyu moyo wake ushakufa kabisa, mayyit. Mtume akasema katika hadithi, mathalu alladhi yadhkuru rabbahu walladhi lam yadhkuru mathalu al-hayy wal mayyit, mfano ambaye amtaja Allah subhanahu wa ta'ala na mwingine asiyemtaja Allah ni kama mtu ambaye
ameshafariki kabisa. Wa fi hadha an-naw' min al-qalb, na katika aina hii ya moyo, kathiru min al-muslimina, watu wengi sana katika Islam tupo katika namna kama hii. Nyoyo zetu zimekufa, hatutaki kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bali sisi tunasimama katika maasi yake Allah subhanahu wa ta'ala na ghadhabu zake mbalimbali. Mtu hajali chochote, apoteza dini yake, aibiwa dini yake kwa washirikina, lakini hajali kabisa. Qalbuhu qad faqada raqamu, roho yake ishaondoka kabisa katika moyo wake. Hata kama atembea aona yuko hai kabisa madhubuti, lakini hakuna uhai wote katika kifua chake. Thalithan, lakini katika namna ya tatu katika moyo hiyo ambao wameigawa na chuoni wa Kiislamu, sema alqalbu almarid, ni moyo ambao pia una ugonjwa, una maradhi. Wa huwa qalbu lahu hayatu wa bihi illa, asema ni moyo ambao una uhai kidogo, wa bihi illa, lakini una maradhi, una ugonjwa, una dosari. Qala ta'ala, Allah mtukufu akasema katika Qur'ani, fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marad, watu hawa msipate shaka kuhangaika nao. Fi qulubihim maradun, mtawalikania sana, katika vifua vyao kuna maradhi, kuna ugonjwa. Allah alichokifanya, fazadahum Allahu marad, Allah akawazidishia maradhi. Wanachuoni wakafasiri aya hiyo akasema, shaku, katika vifua vyao kuna maradhi ya shaka, wanapata shaka katika hukumu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia shahwatu zina, wana matamanio ya uzinifu. Watu hawa mioyo yao ishakufa na maradhi na shaka. Ukiwaambia habari za kuhusiana na kiyama kipo, wana shaka. Layat, kiyama hakipo, wana shaka. Lakini pia wana maradhi, wana shahawa na uzinifu kweli kweli. Maradhi yamejaa katika nyoyo zao, min alamati maradhiha, lakini pia miongoni mwa alama za maradhi ya moyo, asema la tulimuhu jirahatu alqabaih wala yu'jibuhu jahluhu illa bilhaq. Miongoni mwa alama za moyo ambao umeshakufa, machafu na mabaya, moyo hauumizwi na machafu ambayo anayofanya mtu kama huyo, wala yujibuhu jahluhu, lakini pia hata ujinga wake au muumizi, kuto kuifahamu haki hakumuumizi katika nafsi yake. Wa aqaidihi, pamoja na akida zake mbalimbali zilizokuwa nazo. Ndugu Waislamu, falyuslih qulubana, Allah subhanahu wa ta'ala sayuslihu. Waislamu, nyoyo zetu zifanyeni kuwa safi, Allah subhanahu wa ta'ala na pia nyoyo zetu atazifanya kuwa imara na safi kabisa. Wa min maradhiha, na miongoni mwa maradhi wa hizo nafsi, asema alkibru, kibri kikubwa sana katika nafsi ya mtu, miongoni mwa maradhi. Mtu yoyote, Muislamu wote ule pala popote alipo, akiwa na kibri, yale ni maradhi makubwa sana ya nafsi, ambayo pia hawezi kupata sehemu kituo cha hapa kwa mtu na kiburi katika nafsi yangu. La, maradhi mabaya sana haya, kibri. Wal kibru awwal ma'siya, asema pia wanachuoni, kibri ni maasi ya kwanza kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameasiwa. Usiwa Allah biha min qibali iblis, maasi ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kuasiwa ni maradhi ya kibri ambayo yanasibu nafsi, vifua vya watu. Muislamu asiokuwa Muislamu, watu wana kiburi katika nafsi zao. Haya ni maradhi yambaghi ila alilaji, yanahitaji dawa maradhi haya. Ndugu katika imani, kiburi ni maradhi makubwa sana, ni dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ya kwanza kabisa kuasiwa min qibali iblis, tena ameasiwa na moja watu wake wa karibu, malaika. Allah anambia, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, kumbuka tulivyosema kuwaambia malaika wote wamsujudie Adam. Fali iblis laanatullahi alayhi aba dhalika wastakbara, iblis laana ziwe juu yake, likataa jambo hilo. Wastakbara, akafanya kiburi kikubwa sana kuitikia amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kumsujudia Adam alayhi salam. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema, mimma yudkhilu al-jannata
la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibri. Allah na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asema la yadkhulu aljannata, yoyote katika Uislamu hata ingia katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala, man kana fi qalbihi mithqalatu dharratin min kibri, yoyote ambaye katika kifua chake kuna dharra, kuna punje dogo sana ya kibri. Ndugu katika imani, fahadha alkibru maradhul akbar bilqalbi. Kibri ndugu katika imani ni maradhi makubwa sana ambayo yanausibu moyo, yahtaju ila alilaj, yanahitaji tiba na kutibiwa moyo huu ambao una kibri kikubwa sana, madhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ni ya kwanza kabisa kuwasiwa na kiumbe dhalili Iblisi laanatullahi alayhi. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Watukufu wa Kiislamu, katika hutuba ya kwanza tulikuwa tukitazama maradhi na aina mbalimbali za nafsi, maradhi ya moyo tukiyataja kwa ufasaha wa hali ya juu, lakini katika hutuba ya pili tutataja baadhi ya mambo ambayo ni tiba ya mtu ambaye moyo wake hautaki tiba, umeghafirika, una maradhi makubwa sana, ushirikina. Dawaul qalbi wa ilajuhu, dawa ya moyo ambao umeshafariki, tiba yake ni nini sasa hii? Kama tutataja maradhi bila kuzungumzia namna ya kuutibu moyo wa Uislamu ambao ushafariki, una maradhi ya zina, shahawa na kadhalika, umeshakufa, hata adhana zitolewe namna gani Muislamu asikii chochote. Miji hii ya Kiislamu adhana zinafika nyakati za swala, adhana ni nyingi, zinatoka sehemu tofauti tofauti, lakini Muislamu la yantabihi lidhalika, ashtuki kwa adhana zinavyotolewa kila sehemu. Fahadha alqalb qad mat, moyo kama huu ushapoteza uhai kabisa, hata adhana pia haushtuki. Ndugu katika imani, makala moja inatolewa na wanachuoni wakubwa sana wa mji wa Saudi Arabia, sema kwamba adhana munabahati kathir, vizunguzi ni vingi sana vinavyofika wakati wa swala, walakinna al-insani la yantabi, lakini mwanadamu hazinduki. Pamoja na kuwa vizunguzi ni vingi, adhana ni nyingi zinatolewa, lakini al-insani la yantabi, lakini mwanadamu hazinduki kabisa. Kasema kitu kikubwa sana, kizunguzi kikubwa sana cha mwanadamu huwa qalbu, ni moyo wake mwenyewe tu, sio saa, sio vitu vingine. Faqalbuka idha kana swalih, moyo wako unapokuwa sawa sawa, basi hata adhana pia ushtushi na adhana kwamba kumeadhiniwa au hakujaadhiniwa, waenda kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dawaul qalbi wa ilaju, dawa na tiba ya moyo ambao umekufa, una maradhi ya uzinifu na ushirikina. Asema al-iktharu minan nawafil, jambo la kwanza kabisa kukithirisha sana kusali swala za sunna ni miongoni mwa tiba ya kutibu moyo ambao una maradhi. Al-iktharu minan nawafil, kukithirisha sana swala za sunna. Wassalatu bil-laili wan-nasu hujun, lakini pia kusali visimamo vya usiku na watu wakiwa wamelala. Hizi ni tiba za moyo ambao imekufa, ina maradhi ya uzinifu na ushirikina. Tukithirisha sana katika ibada swala za sunna. Wassalatu bil-laili wan-nasu hujun, lakini pia kusimama visimamo vya usiku na watu wakiwa wamelala. Al-adhkar, lakini pia tiba ya moyo ambao umekufa, una maradhi. Al-adhkar, kuithirisha sana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa suhbatal akhyar, lakini pia kusuhubiana na watu wema. Kama Muislamu moyo wako umekufa, unahitaji kurudisha, basi suhubiana, tembea, marafiki zao wawe ni watu wema, wawe ni watu wa kheri. Fa innahum khairu mu'in ba'da Allah, hao vitu hivyo, adhkari na kuzunguka, kutembea na watu wa kheri. Fa innahum khairu mu'in, vitu hivyo, vitendo hivyo ni visaidizi bora sana baada ya taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tiba ya moyo ambao umefariki. Wasbir nafsaka, lakini pia isubirishe nafsi yako ndugu katika imani, katika kutibu moyo wako, tiba za kutengeneza moyo wako ambao una maradhi ya ushirikina, ya uzinifu na mambo yote mbalimbali
adamul mubalati bi umuri din, lakini pia kutokujali mambo ya dini. Haya pia ni maradhi makubwa sana, mtu kuja kutulia umuhimu majambo ya dini. Leo Muislamu ana kila aina uwezo, Allah amemruzuku siha na kadhalika, lakini dini yaharibika pahala, na ana uwezo wa kutatua jambo hilo, lakini acha iharibike, watakuja mashehe wazungumze. La, haya ni maradhi ya moyo, kuona Uislamu wetu huu waharibika, lakini Waislamu pia wapo hawazinduki, wanayaacha majambo. Nenda tu kafanya ushirikina, wanamsapoti mtu ambaye anaenda katika uovu. Haya ni maradhi makubwa sana, yanahitaji kutibiwa. Uislamu una mmomonyoko mkubwa sana wa kimaadili katika jamii zetu, lakini watu pia Waislamu wamelala. Wengine wana uwezo wa kuondoa munkari huo, lakini mioyo ishakufa kabisa. Hata maasi yakifanyika pahala, mtu ashtuki kabisa. Moyo ushakufa, hawezi tena kuzuia munkari, kukataza maovu tena hawezi. Watu wanahangaika kuwafikishia watu Uislamu sehemu ambao haujafika. Yeye Muislamu yupo, ana uwezo wa kufanya jambo, kusaidia jambo hilo, afanye. Aliacha tu, watakuja watu wengine kutekeleza. Haya ni maradhi makubwa sana ndugu katika imani. Mpaka anafikia hatua sasa asiyokuwa Muislamu kafiri ndo haja awasaidia Waislamu, anachukueni kafanyeni dawa ya Allah huko, watu wafikiwe na Uislamu, wafundishwe dini. Allah anasema katika Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, inna Allah la yu'ayyidu bihadha ad-din birajulin kafir. Allah hii dini anaiongezea nguvu, anaipa nguvu dini hii kwa mtu ambaye hata si Muislamu. Uislamu kaenda mbele kwa mtu ambaye ni kafiri kabisa, akaona Waislamu wana dhiki na akatoa mchango wake, na si Muislamu. Na Waislamu wapo katika jamii hii, wana uwezo mkubwa, na jambo hilo wasiliendee kabisa. Hii ni hadithi sahihi kabisa. Kafiri ana uwezo wa kuisaidia Uislamu. Hii ni hadithi kabisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Waislamu wapo wana uwezo. Nini kinachozuilia Waislamu kufanya nini? Maradhi, nyoyo zao zishakufa kabisa. Uislamu unaharibiwa, unachafuliwa kwa namna nyingine, lakini mtu ashtuki kabisa. Acha utukane Uislamu, acha Muhammad atukanwe, acha kadha na kadha vivunjwe, sara za Allah na huruma zake zavunjwa, na Muislamu ashtuki amekaa tu. Lakini anakuja mtu ambaye si Muislamu au tetea Uislamu. Inna Allah la yu'ayyidu bihadha din birrajulil kafir. Mtu asiyekuwa Muislamu anaweza akausaidia, akatia nguvu katika Uislamu na kaenda mbele. Haya ni maradhi ndugu katika imani. Uislamu wetu sisi ndio wa kwanza kabisa kuusupport. Kabla hajaja kafiri mwingine kuumia na Uislamu unavyovunjwa, basi sisi ndio tuwe wa kwanza kabisa kuutetea Uislamu kwa hali na mali ndugu katika imani. Wasuila baadhi ulama, lakini pia baadhi ya wanachuoni wakubwa waliulizwa, qulubun khalat anillah fabtalahu Allah bi'ubudiyyati ghairihi. Wanachuoni waliuliza, vipi moyo ambao uko mbali sana na Allah subhanahu wa ta'ala? Wakasema ni moyo ambao umejitenga na utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtalahu Allah bi'ubudiyyati ghairihi, Allah akaupa mtihani moyo huo kumwabudia asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, mtu ambaye ashughuliki, moyo wake umeghafirika na utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkari zipo baada ya swala, adhkari za asubuhi na jioni, adhkari ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amedumu nazo na akizifundisha. Mtu anaziweka mbali, swala atekelezi, moyo huyu umejiweka mbali sana na utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fabtalaha Allah bi'ubudiyyati ghairi, lakini Allah kaupa mtihani moyo huu kumwabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siye salama kwamba mtu yeye ameghafilika na utajo wake Allah, sio salama kabisa. Mtu anafanya nini? La, Allah atakupa mtihani, utaenda kumwabudu ambaye asiyokuwa Allah. Ukijitenga na utajo wake Allah subhanahu wa ta'ala, dini yake ukaipuuzia, Allah subhanahu wa ta'ala yubtalika bi'ubudiyyati ghairi, Allah atakupa mtihani pia kumwabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala.